Kwanza Boss Sebo ni mtu ambaye ujue kuna binadamu ambaye ana fursa nyingi amezikumbatia, ila inakuwa ngumu kuzitoa kwa watu. Asa Boss Sebo kwanza ni mtu, Boss Sebo sio mwongeaji wa speech. Ukiona kuna sema anatoa speech ujue ni imepaswa kutolewa. Sasa mimi ndo nilikuwa na-enjoy. Sasa yani mtu ambaye akiona anatoa madini, anajua ile dini kilitoa hapa hatafaidika mtu mmoja. Ni zaidi ya mamilioni ya watu watafaidika. Kwa hiyo maana ni mtu ambaye akiwa nacho kitu hakikumbatii. Kwa sababu unajua sasa hivi bwana tuna watu wengi ambao wana fursa kwa hapa watu kazi, project, wakue fursa nyingi wanakuwa nazo wanazikumbatia. Ila ni mtu ambaye alikuwa anajitoa kwa nacho hiki, anakuita na kukalisha chini. Akiona unafanya mistake anakuambia biashara iko hivyo. Biashara muziki haitaki hivyo. Nataka ufanye hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaishi hivyo na ni mtu ambaye akikuona unakuwa yeye pia anafurahi. Hongera mdogo wangu naona fresh hivyo. Kwa hiyo ni mtu poa sana. Hivi bado upo sana mjini? Kuna watu wengine wanahisi kama haupo mjini. Au unawaambiaje hao? Mimi nipo sana mjini. Ujue kitu ambacho mimi nashukuru bwana, support ipo yani kwa mashabiki. Ujue point ya kwanza ambapo binadamu unafanya kitu chochote ambao unategemea fans. Ukiona yani hamna support yote kwa mashabiki. Yale makelele yale vile ni vitu unaweza kupiga makelele kila siku, mtu leo ana score, anakutana interview, anakutana trend nini, kesho anaisahau. Si unanielewa? Na kitu ambacho unaona wasanii wengi sasa hivi tuna tabia moja, nadhani hata kwenye project tuna fail. Yani msanii yuko tayari yani kutengeneza trend, yani kutumia miezi mitatu anatengeneza idea trend kuliko kutengeneza idea project. Tunaona kuna wasanii leo hii akiposti trend, yani kuna tukio kaliposti linaenda linazungumzia wiki mzima, ila akiposti project siku mbili tu watu yani watu wanakuwa na mapokezi mema makubwa kupitia trend, ila sio project. Hichi kitu tunakwenda sana kwa wasanii, afu ni kitu ambacho sio kizuri. Tunapoteza weledi wa kufanya kazi, sio kitu kizuri. Yani msanii utakiwa kuishi kwa kutegemea trend. Fanya kazi, toa project, trend zinaishi. Trend mtu hawezi kusikiza baa. Si unanielewa? Trend hawezi kukupa Grammy, trend hawezi kukupa kazi, trend hawezi kukupa endorsement. Ni kazi. Kwa hiyo tusikae kwamba nasubiri sijui nifanye hiki na hiki, watu waniposti. Watu watakuposti ila siku mbili siku tatu watakusahau, ila nyimbo inaishi. Kuna nyimbo walitoa akina nani Lady JD mpaka leo tunazisikiliza na tunaenjoy nazo. Unakuta nyimbo ina miaka 23. Kuna ngoma Diamond hapa juzi tu imetrend, ilikuwa nyimbo miaka 13 nyuma huko, ile leo imetrend inaishi. Ina maana kitu ambacho tunatakiwa tufocus sana kwenye project na sio trend.